Hebu fikiria kama hewa tunayovuta yote ingetoweka kwa sekunde 5 tu. Bonyeza kitufe hapo chini cha subscribe na ulaiki ilina tuendelee. Basi hiki ndicho kingetokea kama dunia itapoteza hewa ya oksijeni kwa sekunde 5 tu. Hebu vuta pumzi kidogo. Unahisi jinsi ilivyo nzuri na kuridhisha? Uyochovuta ni oksijeni ambayo inachukua takriban asilimia 21 ya angahewa yetu, huku asilimia 78 ikiwa ni nitrojeni. Ingawa sio gesi iliyo nyingi zaidi kwenye angahewa letu, lakini ndiyo muhimu zaidi. Bila oksijeni, mimea, wanyama, maji na sisi wanadamu tusingekuwa hapa tulipo leo. Sekunde 5 zinaweza kuonekana kama muda mfupi sana bila oksijeni, lakini wengi wetu tunaweza kukaa zaidi ya sekunde 30 bila kuvuta pumzi, si eti? Hata hivyo, ingetokea haraka sana kiasi kwamba mwili wako usingegundua kupumua kwako kungebaki kawaida. Lakini inakuwaje kwa vitu vingine? Basi hali ingekuwa mbaya zaidi ya unavyowaza. Ndani ya sekunde 5 tu, dunia ingebadilika kabisa. Bila oksijeni, miundombinu mikubwa kama mabwawa, majengo ya kihistoria na minara ingeanguka ghafla. Oksijeni hufanya kazi kama kiunganishi muhimu kwenye saruji. Bila oksijeni, saruji hubaki kama vumbi tu. Na tukizungumzia majengo, chuma chochote kilichoundwa kingekunjamana papo hapo. Hii ni kwa sababu kuna tabaka la oksijeni juu ya metali linalozuia zisiungane kwa pamoja. Tambua kuna tabaka la ozoni linalotulinda dhidi ya miale hatari ya jua, limetengenezwa kwa oksijeni. Basi oksijeni ikipotea, kinga hiyo inapotea. Ndani ya sekunde chache tu, miale ya jua ingekuwa hatari mno. Ngozi ingeungua vibaya. Na si hilo tu, bila oksijeni hakuna moto. Mchakato wa mwako kwenye magari usingefanyika. Njia yoyote ya usafiri isiyo ya umeme ingeshindwa mara moja. Ndege zingeanguka kutoka angani na mamilioni ya magari yangesimama ghafla. Na bila oksijeni kungekuwa na vitu vichache vya kuakisi mwanga na anga lingeonekana giza. Lakini jambo la kutisha zaidi ni hili. Ganda la dunia lina karibu asilimia 45 ya oksijeni. Ukiondoa oksijeni hiyo ghafla, muundo wa uso wa dunia ungeathirika vibaya. Mabadiliko makubwa ya kijiolojia yangetokea. Sekunde 5 tu, na dunia isingekuwa kama tunavyoijua. Lakini kwa bahati nzuri, unaweza kuvuta pumzi kwa utulivu ukijua kwamba asilimia 21 ya oksijeni bado ipo na si rahisi kutokea. Kwa maswali na mawazo mengine kama haya, usiache kusabusikilaibu na kulaiki.